Umeona? Ndugu yangu. Haita ushirikina hapa. Uzi nini? Jomba, shida nini kwani? Tulia. Shida nini wakati unaona ananyokota? Yangu haka basi kama zipo au hazipo. Ushirikina wa nini tena? Ushirikina alikuwa ananyokota hapa hapa nasema ushirikina wa nini? Kama nilivyokuambia kwamba Irani hawezi kukubali hivi vita kushindwa hata siku moja. Lazima wataonesha tu maajabu yao. Ila utupumzike kwanza hapa kwa dakika mbili. Sasa yule sawa. Kwema ndugu yangu. Kwa hiyo unaona Mwirani alivyojisuka. Yuko vizuri. Unaona? Lakini Marekani ni taifa lenye nguvu. Umeona? Ndugu yangu. Haita ushirikina hapa. Uzi nini? Jomba, shida nini kwani? Tulia. Shida nini wakati unaona ananyokota? Haka basi kama zipo au hazipo. Ushirikina wa nini tena? Ushirikina alikuwa ananyokota hapa hapa nasema ushirikina wa nini? Imagine kama mdondosho angekufa hapo. Wewe ungemla nyama huyo. Haya uchawi kani? Uchawi? Ndugu yangu, afu mtu wenyewe unamwona kabisa kipofu huyu. Sikiza. Huyu ni kipofu wa macho, haoni ndugu yangu. Nilikuwa nimemwacha kwa muda tu hapa. Sasa unampigia kosa nini? Lama shehe wangu. Mbona naamini kwenye ushirikina? Wewe umemwona nani hapa kwamba hazipo? Ushamshuhudia mtu kama hamna kitu? Mimi sijajua kama kipofu jamani, sameni. Mimi kajua ndo wale. Swali alishaenea, alishakuwa kubwa. Sameni jamani. Ndugu yangu, kama unafanya ibada zako, baki njia kuu ya kufanya ibada, Mwenyezi Mungu akusaidie. Sasa, samani shehe wangu. Kama huyu ungemuumiza au angekufa sasa hivi hapa. Naomba samani, sijajua. Naomba samani, mnisamehe jamani, sijajua kama kipofu. Acha hizo ndugu yangu. Sawa, nielewa. Sameni. Kabla hujafa hujaumbika. Unachokifanya sio sawa ndugu yangu. Ndugu yangu, naomba sameni ndugu yangu, sawa? Sawa, usijali. Sameni. Haina shida brother. Lama. Mbona naamini tena ushirikina ndugu yangu? Shida yako wewe yani unapenda sana shiriki. Sikiliza, yani yule ingekosa kwa kipofu wewe ingewasha moto. Na hapo yenyewe kwa bahati nzuri ninachoshukuru Mungu kwamba nimetoka na kinga nyumbani. Yaani swali mvoenea mimi sijakaa kizembe. Unafikiri nimekaa kizembe? Unaona balaa? Yaani ndugu yangu wewe, yani mbona yani umekuwa mshirikina? Hasa hii dawa hii. Unauliza nini wewe? Maweza mbona hapo mashehe wakubwa anasema? Sasa kwa kushiriki hapa shiriki yake kitu gani katika dawa kama dawa? Wewe ndugu yangu ngoja mimi kwanza ngusiriki nani? Labda usikie mawaidha watu wanavyosema. Sikiliza sasa hadithi ya pili ambayo inanisaidia mimi na kukusaidia wewe katika kukufahamisha ya kuwa hirizi, makorokoro yote hayo yanayodaiwa ya kuwa ni kinga, huenda yakakukinga na ubaya. Ni uongo mtupu, ni uzushi mtupu, na ni madhara matupu, na ni shirki ya wazi kabisa. Sikiliza maneno ya mtume wako, mwalimu wako, kiongozi wako, kipenzi chako Mtume Muhammad. Kama kweli wampenda, fanyia kazi mafundisho yake. Bwana Mtume anasema, man allaqa tamimatan, mwenye kuning'iniza hirizi yoyote, mwenye kutundika hirizi yoyote, mwenye kuvaa au akamvisha mtoto wake hirizi ya aina yoyote ile, fala atamma Allahu lah, basi huyo Allah hatomtimizia mambo yake. Umeona? Hayo ni madhara ndugu yangu. Unavaa vitu vya ajabu ajabu ndugu yangu, unatembea navyo ndugu yangu. Alafu tunaenda msikitini. Nilikuwa sijui ndugu yangu. Nikukafirika, nilikuwa sijui. Niona hada niwe ni mpira tu kwamba ilizi lazima iwe fundo. Ndio akili yangu mimi kwa inanipa hivyo. Ilizi la iwe fundo. Unatembea na mipini humu ikikuchoma. Kishki TV, nuru ya dini yako.